Sasa ni wakati wa Bwana. Sema wakati wa Bwana. Sema ni wakati wa Bwana. Yaani ninaposema ni wakati wa Bwana, manake Bwana anahitaji akuhudumie kwa viwango ambavyo hujawahi kuona. Na kama uko tayari kuhudumiwa kwa viwango ambavyo hujawahi kuona, maana yake ndivyo atakavyofanya. Hebu simama sasa hapo ulipo, ukiona hiyo shauku ya kuhudumiwa kwa viwango ambavyo hujawahi kuona. Tuweze kuomba, tumlete kwako mtumishi wa Mungu mpako mafuta wa Bwana, aachilie vile vitu ambavyo Bwana ameviweka ndani yake kwa ajili yetu. Mtumishi wa Mungu, mchungaji wetu kutoka pale Dar es Salaam, Pastor Aule, karibu. Kwanza ulisalimia kanisa kwa sababu wengine hawakujui, alafu uombe kwa ajili ya mtumishi wa Mungu aweze kutuhudumia sasa. Karibu. Amen. Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Naitwa Regnat Aule, niko Dar es Salaam, area ya Gongo la Mboto. Nimeokoka na sifa kuu tatu. Sifa ya kwanza, nimeokoka. Sifa ya pili, ni baba wa mke mmoja, ni mume wa mke mmoja, na ni baba wa watoto 4. Na sifa ya tatu, ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo nimeingia mji huu toka Jumatatu. Nilijua nitakuja kwa siku 2, lakini nimekuwepo kwa siku hizo zote. Mama Mbeleko ni shangazi yangu, kwa hivyo nimekuwa pamoja nami, nimejisikia furaha, na pia nimebarikiwa sana na semina ya mtumishi wa Mungu, na nimejifunza vingi kutokana na kanisa hili. Na zaidi pia nimebarikiwa na kanisa la watoto. Walimu wa watoto wako wapi? Walimu wa watoto hawa wako wapi? Hebu njoni hapa. Baba, una walimu wazuri sana. Moja ya vitu ambavyo nimebarikiwa navyo, unajua imani ni msingi. Hawa watoto kwa staili wenye ni mashahidi, hawawezi wakaumwa ovyo, kwa sababu wana Mungu na wanatamka neno la Mungu, linahuisha ndani, naweka uzima. Mungu awabariki sana. Mfanye kazi ya Mungu kwa uaminifu. Kweli nyinyi ni walimu, nendeni mkakae. Nimefurahishwa na mtumishi wangu. Nilikuwa simfahamu Nsachi, ila baba yake ni mwadhini wetu wa taifa, na sijui kama aliwahi kushuhudia huduma alianza kufanya akiwa Mafia. Mafia ni kisiwa kigumu sana. Wanashuhudiaga tuko kwenye kongamano ya wachungaji, na anasema kwamba akiwa Mafia, sadaka au fungu la 10 mtu analeta dafu. Babake huyu, na huyu alikuwa anamtaja sana, na mwanangu ni mtumishi wa Mungu, anahubiri huku na huku. Kwa hiyo nimemwona kwa macho, ana huduma nzuri. Mungu akubariki sana, endelea kunyenyekea na Mungu atakutumia sana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nami nisimame hapa pia na waaga. Nitaanza safari, nafikiri inaweza kuwa jioni. Narudi Dar es Salaam, au naweza nikaondoka kuelekea, maana kuna tatizo kidogo la ugonjwa. Mzazi anaumwa nyumbani kijijini. Kwa hiyo nitaanza safari jioni, hatutakuwa wote. Nitaanza safari ya kurejea huko. Lakini nawashukuru sana, Mungu awabariki sana. Na mna mchungaji mzuri, ana upendo, ana macho ya kiroho.
Wangapi wanakumbuka andiko la Mathayo 10:39 mpaka 49? Usome Biblia, wangapi wanakumbuka? Mathayo 10:39 mpaka 41. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, na mwenye kuipoteza ataiona. Sasa utasoma kwa muda wako. Nilipofika kwa mara ya kwanza, baada ya kufika eneo hili, nikamwambia mchungaji uko ofisini. Kenda nikamwona, kanikaribisha maji, akamtafuta shemasi moja akamkosa. Nikaenda na shemasi akampa hela, nikala chakula. Bwana asifiwe sana. Ukweli mchungaji, siku ile nilikuwa nina njaa sana kwa sababu nilifanya kazi, wakaniambia subiri chakula. Nikamwambia hapana, mimi nawahi kanisani. Kwa nikala nikashuka. Mna mchungaji mzuri ana macho ya kiroho, na wewe pia uwe na macho ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Nimefika hapa toka semina imeanza, ni leo tu nimebadilika. Juu mimi nimekuja na suruali moja na shati moja na bukta na penzi. Nafika nalala, siku ya pili ya tatu mimi naondoka. Hapa mlikuwa niko madhabahuni, nasema hivi mchungaji hana nguo. Isaya 11 anasema litachipua chipukizi la Yese na matawi atakayotoka ndani yake, na roho ya Bwana itakuwa juu yake, roho ya uweza, roho ya ushauri. Kuna roho 7, kila roho moja ni kitu kamili. Kwa hiyo ukiambatisha roho moja na macho 7, sasa ukiwa huko ukiona hali yoyote upungufu, yani lazima ufikirie kwamba huyu mtu kwa nini ana nguo moja. Sasa kama jana mtu mmoja huko kanivalisha hivi, kaninunulia shati hili na lingine, sitaki kumtaja ni nani, kanivalisha. Bwana asifiwe sana. Si kwamba sina nguo, lakini nasema kwamba na kufundisha macho ya kiroho. Unapoona tatizo, wewe ni jicho la Mungu. Yaani hili kanisa tuko hapa tumekaa huko ndani, ni jengo lina nguzo. Hizi nguzo kazi yake kule kuna nguzo. Ndio maana hapa ukitoa hii nguzo moja kanisa laanguka, au kwenye kona kanisa litaanguka. Ikiwa kama ni nguzo, lazima wewe unapofunuliwa usiweke maswali, yaani kwamba kwa nini hapa inatakiwa nifanye nini. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wananielewa? Unaona hii speaker imekaa hivi, ikifika hapa ikikaa hivi, maana monitor huyu unatakiwa sikie. Usisubirie kwamba imewekwa kule. Hapana, hii inakaa kule, lazima uiweke vizuri. Ndio kazi ya jicho. Bwana asifiwe sana. Wangapi wananielewa? Kwa hiyo nawapenda sana. Mungu awabariki sana. Ngoja niombe. Tuombe. Baba wa utukufu, Mungu wa milele, ninainua shangwe na shukurani kwenye mbingu takatifu. Peke yako unastahili kuinuliwa na kutukuzwa. Sante kwa neema ya ajabu na upendo wako wa pekee. Wewe ndiwe kimbilio letu, ngome na mwamba wetu. Kila jaye na kukukimbilia wewe hutamwacha. Ninakutukuza kwa ajili ya siku hii ya leo. Umetukusanya mwamba wa uzima. Tumeingia imani mwako, Mungu wa uzima, kwa ajili ya kutukuza na kuinua. Baba, tumeona mkono wako ukituhudumia toka asubuhi mpaka sasa. Sante kwa ajili ulioandaa kusimama kuongoza ibada hii. Na muda huu ni muda mwingine sasa, nasi tunakwenda kuketi chini na tunyanyamaza kimya. Mungu wa mbingu na nchi, tukiketi kwenye viti vyetu, mbele yetu katika meza chakula kiko tayari. Mtakatifu wa Israeli, tupe macho ya kiroho, tupe kuona na kujua, tupe kupokea. Tumekwisha kunawa maji, tumishi wako na mwinua anaposimama sasa, achilia neema na kibali juu yake.
yale ambayo umekusudia kusema na kanisa lako. Mwamba wa uzima, ukaseme nasi mchana wa leo. Naachilia nguvu ya Roho Mtakatifu ikimfunika na kumwatamia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na makutano haya Bwana, weka utulivu, achilia Mungu wa mbingu pako wa kimbingu, maana ahadi zako ni amina na kweli, na umesema 2 watatu Mungu wa mbingu nao upo katikati yao. Tuko zaidi ya 3, zaidi ya 10, zaidi ya 30. Tunahitaji Mungu ukashuke sasa. Tembea Bwana, asionekane mtumwa huyu, yeye onekana Mwokozi ukinena nasi kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu yako Kristo ikatawale sasa, na haribu na vunja kazi zote za adui, kila mawazo mabaya, roho za uadui, mawazo ya kutangatanga, adui asimamaye kuiba na kudonoa maneno ya uzima, na vunja kwa jina la Yesu Kristo. Hana nafasi, bali naachilia utukufu wako sasa kwa jina la Yesu Kristo. Atakaposimama, simama naye, achilia nguvu yako Mungu wa mbingu na nchi. Maneno atakayonena na lile somo ambalo Mungu amelikwisha liandaa, atiririke kama vile maji yanavyotiririka katika vijito vilivyokoma kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia neema ya Bwana ikafunike kanisa lote, ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunajiachilia na kujikabidhi kwako. Sifa na utukufu ni wako, amen. Basi mshangilie Bwana wakati anakuja sasa. Karibu. Mungu akubariki sana. Ananguruma Simba wa Yuda, ananguruma Simba wa Yuda, ananguruma Simba wa Yuda, ananguruma Simba. Haya, tuimbe vizuri sasa. Simba wa Yuda, ananguruma Simba wa Yuda, ananguruma Simba wa Yuda, Simba huyo Simba wa Yuda, Simba ananguruma Simba wa Yuda, ananguruma Simba wa Yuda, ananguruma Simba wa Yuda, Simba ananguruma Yuda, Simba wa Yuda, ananguruma Simba. Aliponguruma mimi nimeokoka. Imba kwa furaha na kumaanisha. Aliponguruma wewe umeokoka. Simba wa Yuda, ananguruma Simba wa Yuda, ananguruma Simba. Aliponguruma wewe umeokoka. Aliponguruma mimi nimeokoka. Simba wa Yuda, ananguruma Simba wa Yuda, ananguruma Simba wa Yuda, ananguruma Simba wa Yuda, ananguruma Simba wa Yuda, Simba ananguruma wa Yuda, Simba wa Yuda, ananguruma Simba. Haleluya, haleluya. Yuda hayupo kaburini, yu hai. Na wewe hapo ni kasimba kadogo. Hii Kilombero inakusubiri ungurume ili waokoke, ungurume ili wapone, ungurume ili waendelee mbele. Alafu mshangilie Simba, Simba, Simba wa kabila la Yuda.
Haleluya. Alafu kaa kwenye kiti chako cha baraka kabisa. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako tena kwa kuhudhuria ibada ya Jumapili ya leo. Na mimi pia namshukuru Mungu kwa ajili yangu binafsi kwa kunipa nafasi ya kuwepo mbele yako tena Jumapili ya leo. Amen. Namshukuru baba pamoja na mama kwa namna wanavyotuombea na kutulea katika kufikia Kristo katika utimilifu wake. Kila wakati, kila mara tunapopata nafasi ya kuhudumu, kuimba, kwa namna yoyote kusimama badala yao ni kusema simama nione unaendeleaje. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wazazi hawa, Mungu aliyetupa. Kwa ajili yao tumpe Yesu Kristo makofi. Amen. Tumeanza semina siku ya Jumatano kwa msaada wa Bwana na tunaendelea mbele kwa msaada wake Bwana. Ujumbe wetu wa semina unasemaje? Unasemaje ujumbe wetu? Unayo asili ya kiungu. Mwambie jirani, wewe hapo unayo asili ya kiungu. Yaani hivyo ulivyo na miwani yako una asili ya kiungu. Hivyo ulivyo hata kama umevua viatu ila una asili ya kiungu. Hivyo ulivyo wewe hapo una asili ya kiungu. Kwa hiyo jitahidi usifanye mambo tofauti na Mungu. Haleluya. Tunayo asili ya kiungu. Nikakwambia siku ya kwanza kwamba nina ujumbe uliohubiri mahali unasema mambo 6 Mungu asiyoweza kufanya. Alafu yule mchungaji akaniambia badilisha ujumbe huo, hauna utukufu kwa Mungu. Kwa nini? Anasema ni kwa sababu Mungu hakuna jambo asiloweza. Lakini kwa kadri ya neema ya Mungu ya kufafanua akanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo Mungu hawezi kuyafanya hata iweje. Hawezi kuja kufanya mambo hayo. Na jambo la kwanza ambalo Mungu hawezi kufanya, Mungu hawezi kufanya dhambi. Mungu ni muweza wa mambo yote, lakini hawezi kufanya dhambi. Yaani hawezi kufanya hata kwa muda ili ajitakase. Hawezi. Kwa hivyo kama wewe una asili ya kiungu, na wewe usiweze kufanya dhambi. Lakini pia Mungu hawezi kuchoka. Unajua Mungu hawezi kuchoka. Ndio maana alitusaidia jana, ametusaidia na leo, atatusaidia na kesho, usiku mchana. Ni Mungu asiyelala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe katika kumtumikia Mungu usichoke. Usichoke kumtumikia Mungu. Haleluya. Usichoke kumtumikia Mungu. Lakini Mungu hawezi kuongea uongo. Akisema neno lake ni kweli. Sasa wewe kweli yako ni salamu ya asubuhi tu. Tena yenyewe inabidi ukinisalimia niangalie ni saa ngapi. Inabidi ujifunze kusema kweli. Tena kweli yote. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni Jumapili ya Pasaka. Kama hatutaigusa Pasaka kidogo, ni kama hatujaitendea Jumapili haki. Ingawaji tunaweza kuhubiri ujumbe wowote, kwa sababu hatufungwi. Sisi si watu wa liturujia ama watu wa kufuata muongozo fulani.
lakini vizuri tukakumbushana juu ya siku hii muhimu ambayo leo kuna misiba mingi ya kuku huko kwenye nyumba za watu. Kwa hivyo ni vizuri tukagusa kidogo kwa habari ya Pasaka. Ninafahamu, najua kwamba kila mmoja wetu anao ufahamu juu ya Pasaka, lakini kwa sababu Mungu ameweka makundi ya watu, kila mmoja anayo neema yake ya kufafanua mambo. Kwa hiyo kama nitafafanua chini ya kiwango kile ulichokitarajia cha Pasaka, kama ulivyofafanuliwa na mchungaji wako huko ulipotoka au baba yetu wa mahali hapa, ni sawa tu, kwa kuwa kila mmoja amepewa neema yake. Na wala usinilinganishe mimi na yeye wala yeye na mimi, kwa kuwa neema ni moja, ila kila mtu amefunuliwa kwa kadri Mungu alivyopenda. Amen. Pasaka. Pasaka ni neno la Kiswahili ambalo kila mmoja analifahamu, na kila mmoja angeweza kusema kwa namna anavyojua yeye. Lakini kwa kweli neno hilo linatamkika Kiswahili kwa hivyo Pasaka, kwa sababu hata kwa asili ya lugha yake linataka kufanana hivyo Pasaka. Pasacha limeandikwa Pasacha, ambalo kwa lugha ya Wavidunda lina maana ya pass over. Wavidunda wanaita Passover, alafu sisi Waswahili tunaita Pasaka. Lakini kwa tafsiri hiyo ya Passover, maana yake pita juu. Kwa hiyo hili ni neno ambalo lilikuta Pasaka, yaani neno hili linavyokuja la Pasaka lenyewe lilishaikuta Pasaka. Sasa kama lilikuta Pasaka kabla halijaikuta Pasaka, Pasaka ilikuwa inaitwaje? Kwa sababu Pasaka ni tendo ambalo ndilo limeizaa Passover ama pita juu, na hilo tendo linakamilishwa na damu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna Pasaka bila damu. Hakuna kupita juu pasina damu. Yaani kilichosababisha kukawa na kupita juu ni kwa sababu ya damu. Haleluya. Kwa hivyo kama tunazungumza Pasaka leo, tunazungumza kwa habari ya damu. Na kama tunazungumza kwa habari ya damu, tunazungumza kwa habari ya uhai. Damu, kama tunazungumza kwa habari ya damu, tunazungumza kwa habari ya asili. Bwana Yesu asifiwe. Nikakwambia mimi na wewe tuna asili ya uungu. Kwa hiyo ile asili ya uungu ya kwangu mimi na wewe ikaharibiwa na mwovu kwa hila, ila kusudi halikuharibika, kwa sababu hapana awezaye kuliharibu kusudi la Mungu. Yaani kusudi la Mungu kunifanya mimi, dhambi haikuliharibu kusudi, ila dhambi iliharibu asili. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo Mungu hawezi kufanya. Mungu akifanya mambo hayo anapoteza sifa ya uungu. Sasa Mungu mimi wa duniani nikafanya mambo ambayo sikupaswa nifanye, nikapoteza sifa ya uungu wangu. Na nilifanya nini? Nilifanya tofauti na ilivyotakiwa kufanya, kwa sababu dhambi ni uasi. Kwa hivyo nikamuasi Mungu wangu, kama vile ambavyo alitaka, nikafanya kama ambavyo ametaka mwingine, wala sivyo nilivyotaka mimi.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu alitambua kwamba kufanya kama utakavyo inaweza kukuletea mfarakano na Mungu. Ndiyo maana akasema yaliyo mapenzi yako yapate kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Passover, pita juu. Kuna mtu amegundua kwamba tuna utofauti wa sauti. Sauti imekaa vizuri. Natamani kwa huruma za Mungu iwe hivi hivi siku zote. Hebu mshangilie Bwana kwa ajili ya huyo aliyehusika ikatendeka hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Passover. Sasa Pasaka ilianza wapi? Kwa haraka sana leo nitajitahidi. Pasaka ilianza wapi? Ziko Pasaka aina 4. Ziko Pasaka aina 4. Lakini hizo Pasaka zote aina 4 zote zina hiyo damu. Kwa sababu bila damu hakuna kupita juu. Bila damu hamna Pasaka. Unielewe vizuri. Pasina damu hakuna Pasaka. Kwa Kiswahili kingine, Pasaka ni uwezesho wa kuwashindia walio dhaifu. Kwa Kiswahili, huu ni ufunuo nakupa mimi. Pasaka ni uwezesho wa walio dhaifu kushinda. Yaani lengo la hiyo Pasaka ni kukuempower ili uwe na uwezo wa kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasaka ya kwanza ilianza mbinguni. Ufunuo 12:7 mpaka 12. Hapo ndipo tunapoiona Pasaka ya kwanza. Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni. Palikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake. Mikaeli pamoja na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Yule joka na malaika zake wakapigana pamoja na Mikaeli. Nao hawakushinda. Wale malaika wa yule joka hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Wala mahali pao pa hema ya kupigania hapakuonekana mbinguni. Yule joka akatupwa. Yule joka akapigwa kisha akatupwa. Yule mkubwa nyoka wa zamani. Yule joka wa zamani akapigwa kisha akatupwa. Aitwaye Ibilisi na Shetani. Audanganyaye ulimwengu na mabinti na vijana na wazee na wamama, akatupwa duniani. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni. Ikasikika sauti. Yohana anatafuta kujua jinsi vita ilivyopiganwa. Ukisoma maandiko hayo utakubaliana na mimi kwamba hakuwa anampiga Shetani, ila walikuwa wanapigana. Tafsiri ya kupigana ni kwamba tunalingana nguvu. Ukisikia mtu anasema tupigane, maana yake tunalingana nguvu. Kuna kupiga na kuna kupigana. Kwa hiyo Shetani na malaika zake walikuwa wanapigana na Mikaeli pamoja na malaika zake. Haleluya. Kwa Kiswahili kingine, nguvu zilikuwa sawa. Kwa hiyo Yohana akiwa Patmo anaangalia vile vita vinavyoendelea kule mbinguni, kisha na Mungu naye, kwa sababu Mungu kupigana na Shetani ni kujishusha hadhi. Kwa Mungu hakuweza kupigana na Shetani kwa sababu sio level yake.
Yaani Mungu si level yake kupigana na shetani. Yaani mimi nipigane na mtoto wa Sunday school ile kundi A, hiyo si kupigana, huko ni kumuonea au ni kumwadhibu. Kwa Mungu hakupigana na shetani, lakini alitoa malaika, kwa sababu malaika yule shetani alikuwa malaika, kwa hiyo akatolewa malaika kwa malaika wapigane. Haleluya! Wakawa wanapigana, haituambii ni kwa muda gani, lakini Ufunuo, kitabu hiki cha Ufunuo, Yohana anafunua jambo la ajabu ambalo hili ndio linatupa asili ya ushindi uliopatikana kule mbinguni, kisha yule joka akatupwa duniani. Haleluya! Nini kilitokea hata ukatokea ushindi? Biblia inasema mstari wa 10. Mstari wa 10, maandiko yanasema, nikasikia sauti kuu mbinguni. Baada ya vita vingi nikasikia sauti mbinguni ikisema sasa kumekuwako wokovu, pamepatikana ushindi na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakiaye mbele za Mungu wetu, yeye anayewashtaki mbele za Mungu wao mchana na usiku. Nao wakamshinda. Wao wamemshinda, si kwa nguvu zao, maana nguvu walilingana. Walimshinda kwa namna gani? Kwa damu ya mwana-kondoo, na kwa neno la ushuhuda. Hebu sema, kwa damu ya mwana-kondoo, kilicho dhaifu kinatiwa nguvu. Kwa damu ya mwana-kondoo, kinachoua kinapita juu. Kwa damu ya mwana-kondoo, kinachotushinda tunakishinda. Kwa damu ya mwana-kondoo, tusiloliweza tunaliweza. Kwa damu ya mwana-kondoo, nilipozuiliwa ninapita. Kwa damu ya mwana-kondoo, yaliyoshindikana yanawezekana. Kwa damu ya mwana-kondoo, yaliyonitesa ninayatesa. Kwa damu ya mwana-kondoo, natangaza ushindi kwako leo. Kwa damu ya mwana-kondoo, natangaza utakuwa mshindi leo. Kwa damu ya mwana-kondoo, vilivyokushinda unavishinda leo. Kwa damu ya mwana-kondoo, vilivyokupiga unavipiga leo. Kwa damu ya mwana-kondoo, vilivyokuzuia unaviondoa leo. Kwa damu ya mwana-kondoo, ulipokataliwa unakubalika leo. Kwa damu ya mwana. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Kwa damu ya mwana ndiyo ilileta ushindi kule mbinguni. Kwa hiyo Pasaka kama ni damu, haikuanzia duniani, ilianzia ikaleta ushindi. Haleluya! Ndiyo maana mimi na wewe hatuwezi kuwa washindi pasina hiyo damu. Haleluya! Isingelikuwa damu ya Yesu, laana za ukoo zingetumaliza. Isingelikuwa damu ya Yesu, tabia za familia zingetumaliza. Lakini kwa hiyo damu tumekuwa washindi. Haleluya! Sehemu ya kwanza ya Pasaka. Sehemu ya pili ambako tunaiona Pasaka, utanielewa tu. Sehemu ya pili tunapoiona Pasaka ni pale bustani ya Eden.
Pale bustani ya Eden, Adamu alitenda dhambi, na alivyotenda dhambi, Yesu ama Mungu kwa picha ya uungu akasema, kwa kuwa walitenda dhambi watafanyaje? Maana aliwaambia tangu mwanzo kwamba siku mtakapokula tunda la mti huu mtafanya nini? Mtakufa. Wanakwaya, mnipe ushirikiano. Mimi nimewapa ushirikiano ili na mimi nilipe. Haleluya. Malipo si hapa. Sasa mnilipe. Akasemaje Mungu? Siku mkila tunda hili mtakufa. Kwa hiyo siku ile ile alivyokula tunda alipaswa afe. Kwa Kiswahili kingine, ilipaswa ionekane mauti. Kwa hivyo kitu Mungu alifanya, kwa sababu Mungu wetu ni pendo na yeye anatupenda. Hii vita ya kufa kwa mtu sio Mungu aliyoileta pale bustanini, ila ilikuwa ni kisasi kile cha kule mbinguni, kisasi kile cha yeye joka wa zamani, Ibilisi aitwaye Shetani, alivyotupwa duniani. Alipofika duniani akajua duniani ile damu iliyonishinda kule mbinguni duniani haipo. Kwa hiyo akatarajia kuwashinda ndugu zetu waliopo duniani. Ndiposa inamlazimu Mungu kupitia damu ile ile iliyomshinda kule mbinguni. Katika kitabu cha Ufunuo 7 wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ikamlazimu Mungu kondoo yule yule atolewe kama dhabihu, awe mbadala wa aliyetenda dhambi, kwa sababu vita ya ile mauti ilikuwa ni ya Shetani na mwanadamu, na Mungu alielewa hapana ushindi bila damu. Kwa hiyo hata nikimlaumu mwanadamu hawezi kushinda, inalazimu nitoe damu kwa ajili ya ushindi wake. Hivyo anamtoa kondoo, anamchinja ili ipatikane damu ya kuiondoa ile mauti. Na ile damu inayoiondoa mauti katika Eden, mauti anapoiona ile damu ana Passover. Haleluya. Anaruka juu, kwa sababu si mpango wa Mungu aliyemfanya kwa mfano wake afe. Haleluya. Si mpango wa Mungu, Mungu aliye picha yake afe. Sasa ni nini kitakachofanya kufa kusiwako kwao? Ipatikane damu ambayo italipa gharama ya kufa kwao, na kwa alama ya damu hiyo, yeye afishaye anapoiona damu hiyo ajue tayari alishakufa, hawezi kufa tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Pasaka ya pili. Pasaka ya tatu ni ile Pasaka ya Wayahudi ambayo inaitwa Pasaka ya Wayahudi, inayopatikana kwenye kitabu kile cha Kutoka 12:3. Hiyo ni Pasaka ya tatu inayopatikana katika kitabu cha Kutoka. Pasaka hiyo inaitwa Pasaka ya Wayahudi. 12 Kutoka 3. Semeni na mkutano wote wa Israeli. Semeni na mkutano wote wa Israeli. Mkawaambie siku ya 10 ya mwezi huu. Siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwanakondoo. Kila mtu atatwaa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Kwa hesabu ya nyumba ya baba zake. Mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Kwa watu wa nyumba moja. Mstari wa 5.
Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila. Mume wa mwaka mmoja. Na ni sharti awe mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi. Mstari wa 7. Nao watatwaa baadhi ya damu yake. Nao watatwaa baadhi ya damu yake. Na kuitia katika miimo. Na kuitia katika miimo miwili na katika vizingiti cha juu. Katika zile nyumba watakazomla. 12 na 13. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri. Maana mimi nitaruhusu yule anayefisha apite Misri, katikati ya mji wa Misri. Nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote. Lengo la kupita ni ili kuwaua wazaliwa wote wa kwanza katika Misri, wa wanadamu na wa wanyama. Wa wanadamu na wa wanyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba. Isipokuwa kwa ile damu mtakayoipaka kwenye miimo yenu, itakuwa ni ishara katika nyumba mtakazokuwamo. Katika nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu. Nami nikiiona hiyo damu, nitaikumbuka ile damu ya kule mbinguni. Nitaikumbuka ile damu ya pale Edeni. Nitaikumbuka na hii damu niliyowaagiza mfanye. Nitapita juu yenu. Kisha mimi niliyekusudia kufisha, sitafisha kwa sababu ya ile damu. Kwa hivyo nitafanyaje? Nitapita juu yenu. Haleluya. Hii Pasaka ya 3 ndio ikatuzalia neno Pasaka, kwa sababu nitakapoiona hiyo damu nitapasova. Haleluya. Sharti ni hili: kila nyumba mtakayopaka kwenye miimo yake, hakikisheni mmo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiswahili kingine, ili muwe salama, lazima muwe ndani ya nyumba yenye damu. Haleluya. Kwa Kiswahili chepesi, ili mauti yasiingie kwenu, lazima muwe ndani ya nyumba yenye uhai, kwa sababu damu ni uhai. Kwa hivyo kila aliye katika wokovu wa Kipentekoste yuko ndani ya nyumba yenye uhai. Kwa nini? Kwa sababu Kristo Yesu ndiye Bwana wa nyumba hiyo, na kama yeye ndiye Bwana wa nyumba hiyo, yeye ndiye uhai mwenyewe. Kwa hivyo tukiwa ndani ya Yesu, mauti haitupati. Na hapa ndipo inatimilika ile asili yetu ya uungu, kwa kuwa Mungu hafi. Ndiyo maana leo tunasherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, kwa sababu yeye hafi. Na si yeye tu, na wamwaminio hawatakufa. Haleluya jamani, haleluya. Yeye ndiye mwenye uhai. Kama tukiwa ndani yake hatutakufa. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba zinaweza kuwa nyingi, na hata siku ile kule Misri kuna nyumba zilizokuwa na magorofa, zilizokuwa na dhahabu, zilizokuwa na mali za kila namna, lakini mauti iliingia kwa hizo nyumba. Isipokuwa nyumba zile tu ambazo Bwana aliwafunulia siri zake, ndizo nyumba ambazo mauti haikuweza kwa nyumba hizo. Nilitaka niseme nini? Makanisa yanaweza kuwa mengi, lakini makanisa yaliyofunuliwa siri ya Kristo ni machache, na hayo ndiyo yenye uzima, 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 ule uzima wa milele. Haijalishi ni kanisa la makuti,
lakini kama limefunuliwa kumjua Yesu, kanisa hilo lina uzima wa milele. Haijalishi kanisa hilo liko kijijini, kama limefunuliwa kumjua Yesu, kanisa hilo lina uzima wa milele. Kama nilipaswa nikushauri leo, nilitaka nikushauri kwamba usiingie kila kanisa ni kanisa. Ingia kanisa lenye alama ya damu ya Yesu katika miimo yao. Utalijuaje kanisa hilo? Kanisa lenye miimo ya damu ya Yesu katika miimo ya milango yao ni kanisa linaloamini katika utakatifu wa Mungu na uthibitisho wake. Kanisa linaloamini katika utakatifu na utatu wa Mungu na uthibitisho wake. Haleluya! Tunaposema uthibitisho wake, unajua makanisa yote they believe kwa habari ya utatu mtakatifu, ila hawana uthibitisho. Haleluya! Uthibitisho wetu umewekwa wazi kwamba wote waniaminio ishara hizi zitaambatana pamoja na hao. Ikiwa hiyo ni alama mojawapo ya uthibitisho kwamba hawa ndio wale walio ndani ya nyumba yenye miimo ya damu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Jirani aliyelala mwambie, lala tu, kwa sababu mahali hapa kuna mauti. Mwambie lala kwa raha zako. Hakikisha umemwambia. Mwambie lala kwa raha zako, maana hapa sio kama kule nyumbani kwako. Hapa kuna amani, alafu kuna uzima wa milele. Kwa hiyo lala na ulale tena. Haleluya! Hiyo ni Pasaka ya ngapi? Pasaka ya 4, na hiyo ndio ya mwisho. Pasaka ya 4 inaitwa Pasaka ya Pasaka katika Kristo. Pasaka ya Pasaka katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe! Ambia jirani, Pasaka ya Pasaka katika Kristo. Na hiyo ndio tunaifurahia leo. Haleluya! Yohana 6:53 mpaka 58. Yohana 6:53 mpaka 58. Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Rudia tena andiko hilo. Yohana 6 mstari kuanzia 53. Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, aminini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu, msipokula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Bila damu hakuna ushindi kwa mauti. Na anasema yeye anywaye damu yake, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, anao uzima wa milele. Anao uzima wa milele. Alafu nami nitamfufua siku ya mwisho. Na mimi nitamfufua siku za mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli. Mwili wangu ni chakula cha kweli. Na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, alaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba alivyo hai, alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba. Kadhalika naye mwenye kunila nitarudia.
kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Nataka nizungumze kidogo pale. Baada ya uharibifu pale Eden, ikaondolewa asili ya uungu, ambayo asili hiyo iliondolewa na mauti, kufa, na Mungu hafi. Kwa hivyo kama kuna miongoni mwa mission ama miongoni mwa mpango mkakati wa kumfanya Kristo aje duniani, ni pamoja na kurejesha ile asili ya uungu wangu ili nisikufe. Haleluya! Si tu kwamba Bwana Yesu alikuja ili uolewe, lakini alikuja ili usife. Si tu kwamba alikuja ili uwe na ajira, lakini alikuja ili usife. Si tu kwamba alikuja ili ujenge, lakini alikuja ili usife. Yeye aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hataona mauti milele. Haleluya! Acha nitangaze juu ya mtu wa imani mchana wa leo, mauti haitakuweza wewe na nyumba yako. Mauti haitakuweza wewe na huduma yako. Mauti haitakuweza wewe na watoto wako. Mauti haitakuweza wewe na mipango yako. Mauti haitakuweza wewe na kila kilicho cha kwako. Hapana mauti juu yenu, kwa hiyo damu ya mwana. Haleluya! Nasema hutakufa. Hebu shika mikono wawili watatu, ambia hautakufa. Shika mikono ukiwa umesimama, ambia hautakufa. Mwambie hautakufa. 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 Huo ugonjwa huo hautakuua. Huo mpango huo hautakuua. Hivi nimeshika mkono wako, ninaacha na alama ya damu ya Yesu, ambayo kwa alama hiyo mauti itakapokuja, iwe usiku, iwe mchana, iwe asubuhi, itapasova. Hautakufa. Iwe kwa sumu, iwe kwa ajali, iwe kwa ugonjwa, hautakufa. You will never die. Hautakufa. Utazeeka sana. Hautakufa. Miongoni mwa makanisa yatakaokuwa na wazee wengi ni pamoja na kanisa hili. Hivi nimekushika mkono na kutabiria, ndugu yangu, hautakufa kabla ya uzee mwema. Ndugu yangu, haufi kabla hujajenga kwako. Ndugu yangu, haufi kabla hujaona wajukuu wako. Ndugu yangu, haufi. Mesa pena makuri valoria. Hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mauti haitakuweza, kwa sababu kila alaye mwili wake na kuinywa damu yake, mauti haitamuweza. Kaa kwenye kiti chako cha milele, yaani utakikalia hicho. Ukiona unakichoka, nunua kingine, maana hufi leo wala kesho. Haleluya. Nasema hufi leo. Biashara yako haifi leo wala kesho. Kazi yako haifi leo wala kesho. Ndoa yako haifi leo wala kesho. Nasema havitakufa leo. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Adamu wa kwanza mauti ilimweza. Kwa nini? Hakula nyama wala damu. Kwani ule kondoo alivyochinjwa alikula? Alipewa ngozi tu, ndio maana akafa. Kwa Adamu wa kwanza tunakubaliana alikufa.
Adamu wa pili, Yesu anapokuja kama picha ya mwanadamu wa pili, anajua kilichosababisha Adamu wa kwanza kufa. Kondoo alikuwepo sawa, lakini hakumla nyama yake. Kondoo alikuwepo sawa, lakini hakumnywa damu yake. Kwa kuwa sasa mimi Bwana Yesu ninaenda kwa picha ile ile ya kondoo, lazima nihakikishe nitakapochinjwa wanaila nyama yangu na kuinywa damu yangu, ili nini? Wasife. Pasaka. Hebu sema Pasaka. Pasaka. Sasa nimeanza kuielewa Pasaka. Kumbe hii ndio Pasaka. Kumbe sio pilau na soda. Kumbe Pasaka ni damu ambayo ipo kwa ajili yangu, ili mauti ikija ipite juu. Haleluya! Fanya jirani hivi juu ya kichwa, mwambie Passover mauti, Passover mauti, Passover mauti, Passover mikosi, Passover mabalaa, Passover kila namna ya ubaya, Passover umasikini, Passover madeni, Passover pita juu yake. Ewe mauti, pita juu yake. Ewe umasikini, pita juu yake. Ewe madeni, pita juu yake. Kwa jina la Yesu imekuwa. Hiyo ndio Pasaka. Haleluya! Hebu sema Pasaka. Yes. Kwa hiyo Bwana Yesu anapokuja sasa, si tu amekuja ili kahaba aache ukahaba, lakini pia amekuja ili awe na uzima. Si tu alikuja ili masikini awe tajiri, lakini pia awe na uzima. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu Baba. Jamani, mbona kama hamsoma maandiko? Wakujue Mungu Baba na Yesu Kristo uliyemtuma. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Ulimtuma ili aweje? Tusikufe bali tuwe na uzima. Haleluya! Kwa hiyo kama una ndugu yako anamuomba mama, hebu sema mama. Mama wa Yesu mwenyewe hakuielewa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unamuomba mama yake, uzima wa milele haupo kwako, kwa sababu lazima umjue aliyepelekwa. Na aliyepelekwa ni nani? Ni Bwana Yesu. Na kwa kuwa tumemjua kwamba si tu ni Bwana, lakini Biblia inasema katika Yohana 6:53 kushuka, pia yeye ni chakula. Hebu sema Bwana Yesu chakula changu. Bwana Yesu mkate wangu. Huyo ni chakula chetu, na kila amlaye huyo ana uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Adamu wa kwanza nimekuambia hakupata kula, lakini nini kilitakiwa kifanyike? Hebu sema nini kilitakiwa kifanyike? Nini kilitakiwa kifanyike? Isaya 66:1 nisomee. Ama nisomee Petro wa kwanza. Nisomee kwanza Petro wa kwanza. Petro wa kwanza 1:18 mpaka 19. Neno la Mungu linasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa katika mauti, si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha, kwa pesa au dhahabu, ama dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa. Mpate kutoka katika ule mwenendo wenu usiofaa. Upi? Ule uendao mautini. Yes. Mliopokea kwa baba zenu. Mliopokea kutoka wapi? Kwa baba zenu. Kwa baba zenu. Bali kwa damu ya thamani. Bali mlikombolewa kwa damu ya thamani.
kama ya mwana kondoo asiye na hila. Kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na waha. Kitu kilichokuwa kinatushinda, tulikuwa hatuwezi kushinda nini? Tulikuwa hatuwezi kushinda nini? Dhambi. Mauti. Tulikuwa hatuwezi kushinda nini? Kule mwanzo mbinguni kulikuwa na nini? Kule mbinguni kulikuwa na nini? Vita. Vita inatafuta nini? Vita inatafuta apatikane nani? Kuna mtu anazungumza kwa usahihi huko. Vita inatafuta apatikane nani? Kuna mtu anazungumza kwa usahihi. Vita inatafuta apatikane nani? Mshindi. Vita inavyopiganwa ni ili apatikane nani? Mshindi. Kwani watu si wanakufa kila siku? Lakini inapopiganwa vita ni ili apatikane mshindi. Sasa tumesema hakuna ushindi bila nini? Hapana ushindi bila nini? Damu. Pasina damu hakuna. Petro anasemaje? Bali kwa damu ya thamani. Bali kwa damu ya thamani. Kama yeye mwanakondoo asiye na hila. Kama yeye mwanakondoo asiye na hila. Asiye na mawaa. Asiye na mawaa. Yaani ya Kristo. Yaani Kristo. Tulikombolewa kwa damu ya mwanakondoo. Kwa nini mwanakondoo mbinguni? Kwa nini mwanakondoo Edeni? Kwa nini mwanakondoo Misri? Kwa nini mwanakondoo kwa Yohana? Kwa nini mwanakondoo kwa Petro? Mwanakondoo kwa sababu tangu mwanzo ushindi ulipatikana kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo tulinunuliwa kwa damu yenye asili ya ushindi. Mwana kondoo kwa sababu hii ndiyo damu yenye asili ya kushinda. Haleluya. Kwa hiyo kama tutanunuliwa kwa damu hiyo, na sisi tumefanywa washindi kwa hiyo damu. Kila kilichoishindwa ile damu na sisi kitatushindwa. Kama leo Yesu yupo kaburini, na sisi tulipaswa kuwa kaburini. Kama kaburi lilimshindwa Yesu, na sisi halitatuweza. Nasema kama Yesu yupo kaburini, na sisi tulipaswa tuwe kaburini. Amen. Lakini kama yu hai, nasi tu hai. Amen. Kwa kuwa yu hai, nasi tu hai. Amen. Ndio maana Yesu anaongea kwa ujasiri kwamba naenda kuandalia makao. Kwa nini naenda kuandalia makao? Huku nyuma sina mashaka tena, hata nitakaporudi nitawakuta. Sasa Bwana Yesu, utakaporudi utawakuta? Mbona babu zetu katika imani kina Moses Krora walishalala? Kama waliula mwili wangu na kuinywa damu yangu, wanao uzima wa milele. Kwa hivyo ninaposema naenda narudi, mimi Kristo najua nitawakuta. Na kama waliula mwili wangu na damu yangu, nitawafufua wakiwa hai. Haleluya. Na hapo ndipo inatimilika ile asili yetu ya uungu. Hatufi mwanzo wala mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kama hatutakufa wala mwanzo wala mwisho, na kila tutakachoshika kwa mikono yetu hakitakufa mwanzo wake wala mwisho wake. Vile tunazungumza kwa imani, chochote utashika kuanzia sasa hakitakufa mwanzo wake wala mwisho wake. Nazungumza na mtu wa imani upande huu. Vile nazungumza kwa imani, chochote utashika kwa mikono yako, wewe uliye na asili ya uhai, hakitakufa mwanzo wala mwisho. Amen. Acha nizungumze na wamama wa hapa. Vile uko na asili ya uhai, chochote utashika kwa mikono yako hakitakufa mwanzo wala mwisho. Nasema hutakufa mwanzo wala mwisho. Wewe na chochote utakachokishika, iwe ni watoto, hawatokufa mwanzo wala mwisho. Natabiri kwamba ni watoto ndio watakuzika, na si wewe utazika watoto wako, maana umewashika kwa mikono yenye uhai. Hiyo biashara ulioanza
haitakufa mwanzo wala katikati wala mwisho, kwa kuwa imeshikwa na mikono ya mtu mwenye uhai. Nasema hapana utakachoshika kitakufa mwanzo wake wala mwisho wake, kwa kuwa kimeshikwa na mwenye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema uhai ndio huu, tukujue Mungu Baba na Kristo uliyemleta kwetu. Haleluya. Yoeli 3:21 anasema mlikombolewa si kwa damu ziharibikazo. Mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, mlitolewa katika asili ya baba zenu. Bwana Yesu asifiwe. Nimewahi kukutana na familia moja kule Moshi. Baba wa ile familia alikufa akiwa na miaka 37. Kwa hiyo watoto wa ile familia wote waliofuata baada ya baba, hakuna aliyefika miaka 38. Juzi na mtumishi mmoja wa Mungu, kama anafuatilia atakuwa ananisikia, ananipigia anasema roho ya mauti inanitesa sana. Yaani nikiota, nikilala naota. Wakati naomba naye nikasikia Roho Mtakatifu akaniambia muulize asili ya baba yake. Nilipomuuliza asili ya baba, akasema baba yangu alikufa na miaka 34. Nikamwambia wewe una miaka mingapi? Akaniambia nina miaka 34. Roho Mtakatifu akaniambia ile asili ya baba inamtafuta. Kwa hiyo kumbe kuna asili za wazazi zisipoharibiwa na damu ya Yesu zinaweza kukutesa. Hebu nisome hilo andiko. Nami nitaitakasa damu yao ambayo sijaitakasa. Mimi Bwana Yesu nikishafufuka nitafanyaje? Kwa sababu wakati niko nao sikufanya hilo zoezi. Sasa nitakaofufuka kama leo, kazi nitakayoifanya nitafanyaje? Nami nitaitakasa damu yao. Nitatakasa damu za wavidunda wote, nitatakasa damu za wakinga wote, nitatakasa damu za wasukuma wote, nitatakasa damu za wapare wote. Ili nini? Niwatoe kwenye asili za baba zao. Baba zao walikuwa na asili gani? Walikuwa wana asili ya kufa. Baba zao walikuwa na asili gani? Walikuwa na asili ya kutokumiliki. Baba zao walikuwa na asili gani? Walikuwa na asili ya kutokusoma. Baba zao walikuwa na asili gani? Walikuwa na asili ya kutokujenga. Lakini vile nimefufuka leo Yesu, nitaitakasa damu ya baba zao ambayo haikujenga, wao watajenga. Nasema nitaitakasa damu yao ambayo ina asili ya baba zao ambao hawakusoma, wao watasoma. Amen. Nasema nitaitakasa damu ya baba zao ambao hawakuzeeka, wao watazeeka. Amen. Ungeniambia amina ungeishi sana. Amen. Ungesema amina ungekaa sana. Amen. Ungesema amina ungejenga kwako. Amen. Ungesema amina ungeishi mno. Amen. Ungesema amina watoto watasoma. Amen. Vile unasema amina hata wewe utasoma. Amen. Maana nitaitakasa damu ya baba zao. Haleluya. Amen. Kila asili iliyo kwenye damu yako kwa kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu imetakaswa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imetakaswa. Kwa nini Bwana Yesu haukulifanya hilo zoezi wakati wa Ibrahimu? Kwa nini hukulifanya wakati wa Elisha? Yoeli anafunua hiyo siri, anasemaje? Yoeli 3:21. Nami nitaitakasa damu yao ambayo sijaitakasa. Mimi sikuitakasa hata damu ya baba yao wa imani Ibrahimu. Kwa maana Bwana ndiye akaaye Sayuni. Wakati ule sikuwepo. Nilikuwa wapi?
Jamani, nilikuwa wapi? Nikaona kule kushikamana na uungu wangu hakuna maana, nikakuacha kule kushikamana na uungu wangu. Ikanilazimu mimi Mungu niuvae mwili wa mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu huyu ninayetaka kuirejesha asili yake, awamu hii si tu nataka nimkomboe kwa damu ya mwanakondoo, bali nataka nimkomboe kwa damu ya mwanadamu. Haleluya! Kwa sababu kuna wanadamu walitangulia waliofanya mapenzi ya Mungu, lakini damu zao hazikuweza kuleta ukombozi. Musa aliyafanya mapenzi ya Mungu, lakini damu yake haikuleta ukombozi. Eliya hata mauti haikumpata, lakini damu yake haikuleta ukombozi. Elisha mifupa yake ilifufua wafu, lakini damu yake haikuleta ukombozi. Kwa hiyo mimi Yesu nitakuja kama Musa, nitakuja kama Eliya, nitakuja kama Elisha, nitakuja kama Ibrahimu, ila damu yangu ina uweza wa kukomboa. Haleluya! Yale yalimshinda Musa, Yesu Kristo na damu yake aliyaweza. Nasema yale yalimshinda baba wa kukuzaa, Bwana Yesu baba wa kiroho, yeye anayaweza. Yale yalimshinda mama wa mwili, Bwana Yesu mama kanisa wa kukuzaa, yeye anayaweza. Yale yayawezayo Bwana Yesu, hata wewe unayaweza. Jipeni nguvu, jitieni nguvu, kwa kuwa duniani mnayo dhiki nyingi, lakini mimi sio kama Musa, mimi sio kama Elisha, mimi sio kama Ibrahimu. Mimi nimeushinda ulimwengu, si kwa damu ya kondoo, ni kwa damu yangu mwenyewe. Na kwa kuwa ni kwa damu yangu mwenyewe, vile mmeniamini, na ninyi leo mtaushinda ulimwengu. Hata ije korona, vile nimeushinda ulimwengu, na ninyi mtaushinda ulimwengu. Hata mafuta yafike 15,000 lita, nyinyi mmeushinda ulimwengu, kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Acha nikutangazie mchana wa leo, hatuishi kwa petroli wala dizeli, tunaishi kwa damu, 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 damu ya mwana kondoo. Wapandishe bei wasipandishe, sisi tunaishi kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Huyo ndiye Bwana tuliyemwamini, yeye aliyeutoa uhai wake kwa ajili yangu, amen. Aliyetoa uhai wake kwa ajili yako, amen. Haleluya, amen. Jamani, haleluya, amen. Haleluya, amen. Tunaishi kwa damu, yes, ambayo ni damu ya Yesu. amen. Hatuishi kwa tenda. Unajua kuna mabadiliko ya ulimwengu ambayo yameshaanza kutokea, na hayo mabadiliko, acha niwape siri hii, mabadiliko haya yanaonyesha ule unabii kwamba mtasikia kwa habari ya vita, mtasikia habari ya vita huku na huku, mataifa makubwa yatapigana. Mkiona hivyo, msilalamike kushushiwa bei ya petroli, si ndivyo ilivyoandikwa? Mkiona hivyo, msilalamike dizeli ishuke bei. Mkiona hivyo, yafueni mavazi yenu kwa maji ya mto Ruaha. Mkiona hivyo, yafueni mavazi yenu kwa sabuni ya Omo. Damu ndiyo inayozalisha washindi. Kwa hiyo mkiona hivyo, mavazi yenu yafueni kwa damu, damu ya mwana kondoo. Ili nini? Nitakapoona mavazi yaliyofuliwa kwa damu ya mwana kondoo, nitajua hawa sio wale wa kupita juu, ila hawa ndio wale wa kupita nao juu. Jamani, haleluya, amen. Kwa vazi lililofuliwa
si tu mauti itapita juu yako, yeye aipitishaye mauti juu yako atapita na wewe. Ndipo unabii wa Isaya unatimia, wamngojeao Bwana wataruka juu kama tai. Utarukaje na hauna mabawa? Kwa asili ya damu inarushaga vitu juu, kwa asili ya damu vitu vinarukaga juu. Vile tutafua mavazi yetu kwa damu, mavazi yetu yatageuka mabawa na tutaruka juu. Haleluya, haleluya! Kwa damu ya Yesu Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako unayetaka kupaa. Simama kwa miguu yako unayetaka kupaa. Jamani, haleluya! Hebu ambia jirani, uzuri wa Yesu hakuangalia mambo yake mwenyewe, aliangalia na mambo yangu. Uzuri wa Yesu hakuangalia mambo yake mwenyewe, aliangalia na mambo yangu. Haleluya! Kwa hiyo kwa Kiswahili hiki, kwa kuwa Yesu yu ndani yangu, na mimi kuanzia leo sitaangalia mambo yangu mwenyewe, nitaangalia na mambo yako. Hebu muulize jirani, kule nyumbani umeandaa Pasaka? Kama hujaandaa, don't worry, na mimi sitaangalia mambo yangu mwenyewe. Kwa hiyo tukitoka hapa, mguu wako mguu wangu, twende nyumbani kwangu, kwa sababu huo ndio upendo wa Kristo. Haleluya! Si upige makofi ambaye hukupika. Jamani, shukuru hata Roho Mtakatifu kanifunulia hili kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Nitakwambia jioni kwa nini Yesu alikufa, kwa nini Yesu alifufuka siku ya 3, kwa nini si siku ya 4. Lakini miongoni mwa sababu ya Kristo Yesu kufufuka siku ya 3 ni kwa sababu alisema nitakufa na siku ya 3. Maana yake kila alilosema kwenye maisha yako, alisema nitakufa na siku ya 3 kila alilosema maisha yako litatimia. Kama alisema utajenga, utajenga. Kama alisema utaolewa, utaolewa. Kama alisema utaoa, utaoa. Kama alisema utazaa, utazaa. Kama alisema utainuliwa, utainuliwa. Nasema kila alilosema yeye atatimiza. Maana akisema hata ingali amelala katika mauti bado anakumbuka. Alisema nitakufa na siku ya 3 mje mniamshe, na siku ya 3 mje mniombe, na siku ya 3 mje mnifufue. Maana yake nikisema mimi, maneno yangu yanajitosheleza katika kutimiza nilichosema. Haleluya! Biblia inasema muaminini Mungu, waaminini manabii zake. Kwa Kiswahili kingine, muaminini Mungu, waaminini watumishi wake ili mfanikiwe. Vile unamwamini Mungu, najua ndivyo unamwamini Baba yetu. Ninavaa viatu vya Baba katika ulimwengu wa roho, na ninatabiri juu yako kwamba kila alichoahidi Kristo kwako kitatimia kabla mwaka huu ishe. Ninatabiri mchana wa leo, lolote Bwana aliahidi kwako litatimia before December. Ninatabiri juu ya afya yako, vile aliahidi uzima utapona kabla Disemba ifike. Ninatabiri juu ya uchumi wako, utainuliwa kabla Disemba ifike. Ninatabiri juu ya masomo yako, utafanya vizuri kabla Disemba ifike. Natabiri juu ya kazi yako, utapata promotion kabla Disemba ifike. Nikiwa kwenye viatu vya Baba,
ninatabiri yaliyo mema ya kufuate kwa fujo, yaliyo mema ya kukimbize kwa fujo. Ninatabiri juu ya hii madhabahu, yaliyo mema yawe juu yako, yaliyo mema yawe upande wako, yaliyo mazuri yatajwe kwako, yanayofaa ndiyo yawe yako, yasiyofaa yawe na maadui zako. Yale mabaya yako ninayanyofoa na wapa adui zako, maana imeandikwa katika Methali 10:27, mawatenda mema, watenda walio haki ni mbadala na yale maovu ya wasiokuwa wa haki yatakuwa badala ya watenda haki. So ninatabiri juu yako kwamba ikiwa kuna ubaya ambao ulipaswa uje kwako, vile hauna pa kwenda, ninauelekeza sasa. Kwa kuwa una miguu, kwa kuwa una masikio, uwaelekee maadui zako. Nasema uwaelekee maadui zako, nasema uwaelekee wabaya wako. Kila lililo baya kwenye mji wa Kilombero lisikike kwa maadui zako. Hebu sema, Bwana Yesu, kila ubaya uliopaswa uje kwangu kwa mwaka huu ninauelekeza uende kwa wanichukiao, uende kwa wasionipenda. Mwangalie jirani, mwambie unanipenda. Mwambie kuna hatari, yaliyo mabaya sasa hivi yanaweza akapiga kona. Haleluya! Watu watatu nasikia kuomba nao, watu watatu nasikia kuomba nao. Haleluya! Watu watatu ambao nasikia kuomba nao, nasikia kuomba nao, watu watatu. Alafu nitakwambia nasikia kuomba na hao watu watatu. Njoo tu yule wa kuimba wimbo wa kuabudu. Njoo tu. Uliingia una amani, moyo wako hauna amani. Tangu umeingia asubuhi una amani, moyo wako hauna amani. Nasikia Roho Mtakatifu akisema omba na mtu huyo, Sogea tu mbele. Tangu umeingia asubuhi usikia amani, usikii amani, moyo wako hauna amani. Weka mkono kwenye kifua, wewe ambaye usikii amani. Unisikilize tu maelekezo yangu. Kila mtu ataweka mkono sawa sawa na Roho Mtakatifu atakaomfunua. Wewe ambaye usikii amani tangu umeingia asubuhi, weka mkono kwenye kifua chako. Emano sana makuri valoria la saneka para manorobo sataina luz. Ukiwa tu umefunika macho unamwambia Bwana Yesu, usinipite. Nataka huo wimbo, Bwana Yesu usinipite. Unapodhuru wengine usinipite. Imbisha mama Dokta, mke wangu, imbisha wimbo. Usinipite. Bwana. Nini Roho Mtakatifu aliniahidi asubuhi wakati nimeingia hapo? Aliniahidi vitu vitatu, ndio maana nikaita tatu. Jambo la kwanza, aliniahidi ataweka alama mpya kwako. Alama mpya itakayokutambulisha kwenye kila utakachofanya. Alama mpya itakayokutambulisha kwenye biashara yako. Alama mpya itakayokutambulisha kwenye huduma yako. Alama mpya. Anema sonema Pale sodeveleria bosa taya. Baba boshandiri bokuri valoria.
Repepamosa, Ayanosa, Yanamos, Ebrakateperi Valoria, Abene Kamanorobo Sandara Bokuri Valoria, Rebosa Nekapana Mosa, Eda Belinano. Imba tu wimbo huo, imba tu wimbo huo. Kuna nguvu isiyo ya kawaida itakuja kwako. Imba tu huo wimbo, imba tu huo wimbo, imba tu huo wimbo. Pesa da elemazo de veria penanosa inamosa. Moyo ulioondoa amani wa kijana huyu, chochote kilichokuondolea amani, la sadeva, hicho nakisikia kwenye huu moyo, nakisikia kwenye huu moyo. Haya, anza kuaga, anza kuaga, anza kuaga. Toka ashia moyo huu, toka ashia huu moyo, ashia huu moyo, ashia moyo huu, ashia moyo huu, ashia moyo huu kwa damu ya Yesu. Powerful Ghost. Kwa jina la Yesu nairuhusu nguvu isiyo ya kawaida, nguvu isiyo ya kawaida, nguvu isiyo ya kawaida ipite kwako kama umeme, ipite kwako kama radi. Hicho nakisikia kwenye umwili, kiage na kiondoke. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, naruhusu nguvu ya Mungu mbinguni ishuke kwako kama moto, ishuke kwako kama radi. Saberia Bushandiri Valoria, Panosa Tayamoria, kwa jina la Yesu. Kila kilichoondoa amani yako na kiondoa kwa jina la Yesu. Funika tu macho yako, funika macho yako. Imba wimbo huu. Imba tu huu. Imba tu huu wimbo. Inua mikono yako juu, ishara ya kupokea, ishara ya kuguswa, ishara ya kuguswa. Unapogusa wengine, amini. Wakati huo wachungaji wanaweka mikono juu yetu. Asikupite Bwana. Wakati huo wachungaji wanaweka mikono juu yetu. Yes. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ile alama, ile alama ya kukutambulisha naiweka kwako, naiweka kwako. Hiyo alama, hiyo alama, hiyo alama naiweka kwako. Alama hiyo, hiyo alama naiweka kwako hapa kwa damu ya Yesu. Powerful Ghost, powerful Ghost, powerful Ghost, powerful Ghost.
hapa, naiweka hapa. Power of Holy Ghost, power of Holy Ghost, power of Holy Ghost. Naruhusu hiyo nguvu ya alama ipite hapa, ipite, ipite. Hiyo naisikia hapa, hiyo, 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 hiyo. Mwambie tu Yesu, mwambie usinipite. Hiyo inapita kwako, inapita hapa, inapita. Hiyo naisikia hapa. Heri na moshandere bukuri maluria. Hiyo power of Holy Ghost. Masega balagada beri maluria. Mazena marika patosa pelika payana mandere bukuri maluria. Hiyo alama kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu na iwe kwako, na ishuke kwako, na ishuke kwako. Hiyo nguvu na iruhusu hapa misili ya moto, misili ya moto. Lile lililokushinda hilo linaanza kuaga. Hilo naliona, hilo linaaga leo. Hilo linaaga, linaondoka, hilo lilikusudia kukuangamiza, leo linaangamizwa. Hilo leo linaangamizwa, leo linaangamizwa. Pigwa, ondoka kwake, pigwa, ondoka kwake, pigwa, ondoka kwake, pigwa, mwashe huru, pigwa, mwashe huru, pigwa, mwashe huru, pigwa, mwashe huru. Sabera peri na mamoshane mukuri maluria. Power of Holy Ghost, 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 power. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Naweka alama hapa, naweka alama na hapa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naweka alama hapa, kwa damu ya Yesu. Alama hapa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naweka alama kwa hiyo damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu wa rehema, ufunue utukufu wako kwa mama huyu, ufunue utukufu wako Bwana, ufunue utukufu wako, akuone katika utukufu wako, akuone katika utukufu wako, akuone Yesu, akuone katika utukufu wako. La soperia mapepepepepepe apapapapapapana nosai, kwa jina la Yesu uliyemwamini na kumtumikia. Huwa utukufu wa Bwana unafunikwa na utukufu wake, kwa jina la Yesu. Hebu sema Yesu, kabla ya kurudi kwako, nikuone kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu. Mshangilie Bwana. Makofi tena kwa Bwana, makofi tena kwa Bwana. Mambo makubwa katika ibada hii, akisimama juu na kupiga makofi mengi na shangwe nyingi na vigelegele kadri unavyoweza. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Na ngome zote zilizosimama kinyume na wewe kwa kelele hizi kaanguke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Yaani mimi sina la kuongezea, naomba ukae. Najua Mungu amemaliza.
Jina Bwana libarikiwe sana. Lakini mimi nina la kwangu ambalo nilisahau, na nilisahau kwa sababu nilikuwa na hamu sana kupokea huu muujiza ambao Bwana ameachilia kwetu. Jina Bwana libarikiwe sana. Sasa mimi nina la kwangu. Wanangu, hatuja kupeni taarifa tu kwa habari ya event ya Ijumaa mkesha. Ilikuwa ni ya baraka sana sana. Kama Mungu atusaidia basi tutaiona pia kwenye video. Na mambo yalikuwa mazuri. Ila kama nilivyokuwa nimewatangazia kwamba kwa kipindi chote vijana walikuwa wanafanya maandalizi na nini, ulitokea uharibifu ambao tulilazimika kulingana na hali ilivyokuwa, tukakopa mahali hela, tukaagiza kifaa kikafika. Nafikiri leo mmesikia muziki mzuri, ngoma zinadunda kama vile yani zimeshuka leo. Haleluya. Sasa naombeni na deni hapa, yani mambo mengine Mungu ametusaidia niweza kuyabeba na watumishi wa Mungu wengine, lakini kwa habari ya hii 120,000 naomba niipate kutoka kwenu, yani iwe ni sehemu ya kutimiza lile somo alilolifundisha Roho Mtakatifu kupitia mtumishi wake. Jina Bwana libarikiwe. Mlete mtumishi wa Mungu aweze kumshukuru Mungu kwa neno hili, lakini pia tuahirishe ibada yetu kwa maombi. Karibu sana. Tuombe. Baba wa utukufu, Mungu wa milele, uliyejaa neema na rehema, tunalibariki jina lako na kuliinua, jina lilobeba uzima, nguvu na afya. Asante kwa ajili ya uwepo wako wa Roho Mtakatifu. Tunakutukuza kwa sababu umekuwa pamoja nasi toka tulipoanza. Ninakutukuza kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo Mungu limefanyika nguvu, uzima na afya katika mioyo na roho zetu. Ninakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu wetu unaishi na kutawala. Mkono wako haujapungua, mkono wako umekuwa pamoja nasi toka tulipoanza. Tumeona Bwana ukitudumia. Liinuliwe jina lako Mwokozi, kwa sababu ni Mungu wetu naitenda mambo makubwa makuu. Baba, asante kwa sababu makusudi yako Bwana hayadhihiriki, bali makusudi yako ni mema. Baba wa mbinguni, muda huu sasa tunaahirisha ibada hii kwa namna ya mwili, katika roho. Ibada hii endelee kuimba ndani ya mioyo yetu. Iko ibada nyingine jioni, Mungu, kumalizia ungo hii ya semina. Baba, natamka neno la baraka juu ya watoto wako. Ninakutukuza kwa ajili yao. Baba, waandae vyema Mfalme wanapokwenda malangoni mwao. Baba, ukawape usikivu na utulivu na kuwaweka utayari tena kurejea tena kwa ajili ya kuhitimisha Mungu ibada hii ya semina. Bariki Bwana mwamba uzima pamoja na familia zao na watoto wao wanapoondoka. Hatua ya kwanza iwe yako, ya pili iwe yao. Mwokozi, ukaonekane juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Na mtumishi wako namuinua, namleta kwako Mwokozi. Mwandaye Mungu wa mbingu kwa wakati mwingine anapokwenda kusimama jioni ya leo akitimisha semina hii. Kwa jina la Yesu Kristo naliinua kanisa lako, nalikabidhi kwako. Neema yako Mungu ikae pamoja nao. Endelea kuwafunika pamoja na mtumishi wako wa mahali hapa, na mama mtumishi, na wazee wa kanisa na mashemasi na viongozi wote wa idara. Endelea kuwafunika na kuwatamia, na zaidi Mungu ukaweke ushirika wa kutembea katika roho ya umoja, ukapande roho ya utii na unyenyekevu juu ya watoto wako hao. Mungu wa mbingu, wakawe wasikivu na watii katika ulo, maana unapendezwa na mtu yule aliyemtii na mnyenyekevu. Kwa maana Bwana, ndivyo ambavyo Mungu wa majeshi umetamka ya kwamba yeyote anaitii na yeyote anayemheshimu mtumishi wangu, basi nao utamheshimu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaharibu sasa kazi zote za adui na kila mipango mibaya, na tiisha kwa jina la Yesu, bali mkono wa neema ukafunike sasa. Tunaisha ibada hii sasa, tunapoondoka, ondoka nasi, tunayacha yote mikononi mwako, kupitia jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi. Amen. Bwana Yesu awabariki. Endeni na amani ya Bwana.
niwatakie Pasaka njema.